Tupo hapa Yumbu North. Tumekuja hapa baada ya kupata malalamiko ya familia ya marehemu Tobias Msigwa ambaye ni mmiliki halali wa kiwanja namba 1/30, 1/31, 1/32 na 1/33 Kitalu D hapa Yumbu North. Tulipokea msimamizi wa mirathi alituletea taarifa ya kwamba kuna mvamizi amekuja ameanza ujenzi katika moja ya kiwanja chao, na imefanyika jitihada kadha wa kadha za kumsimamisha huyu bwana anayejenga hapa tokea kukiwa kuna msingi, na bado kama mnavyojionea ameweza kuendelea mpaka kupaua, mpaka kupiga plasta na kuweka magrill, lakini hana kibali chochote cha ujenzi katika kiwanja hichi na wala si mmiliki halali. Mwenye hati halali ni msimamizi wa mirathi ni Bi Priska ambaye ni msimamizi wa mirathi ya marehemu Tobias Msigwa, na hata kibali cha ujenzi ambacho huyu bwana alikiomba si cha kiwanja hichi, aliomba kibali cha ujenzi wa kiwanja kile kule. Kwa amefanya kwa makusudi ujenzi katika eneo ambalo si lake. Sasa mimi nimtake mkurugenzi wa jiji la Dodoma kuweza kuchukua hatua za haraka za kuja kuvunja nyumba hii na kumkabidhi msimamizi wa mirathi ya marehemu Tobias Msigwa kiwanja chake ambacho ndio mmiliki halali. Nitoe rai kwa watu kuacha kuvamia maeneo ya watu ambayo yana umiliki halali na nyaraka halali katika jiji letu la Dodoma. Kumekuwa kuna tabia hiyo ya watu kuingia kwenye maeneo na kuanza ujenzi bila ya kuwa na kibali, bila ya kuwa na nyaraka yoyote ya umiliki. Sasa hili ni eneo halali la mama huyu ambaye ndio msimamizi wa mirathi, na mimi leo nimekuja kumkabidhi kiwanja chake. Juu ya nyumba hii mkurugenzi wa jiji ndio alishughulikia kwa haraka, lakini kiwanja hichi hapa ni kiwanja halali cha mama hapa ambaye ni msimamizi wa mirathi ya marehemu Tobias Msigwa. Mgogoro wa kuvamiwa hapa nimeugundua 2021. 2022 akaonekana ni mtu aliyevamia hapa ni George. Baada ya kugundua na kujiridhisha watu wa jiji kwamba ni haki ya kwangu, ni haki ya Tobias Msigwa, ilibidi atolewe barua ya kusimamishwa ujenzi, lakini alikaidi. Kwa uamuzi uliochukuliwa leo, kwa kuwa mmejiridhisha na kuona ni haki ya mume wangu Tobias Msigwa, ninashukuru sana waziri kwa kunisaidia, nashukuru sana ofisi yote kwa ujumla kwa kunisaidia kurejeshewa haki yangu.